Yes, hayo ni maandalizi ya siku ambayo mashabiki wa soka wamekuwa wakisubiri kwa hamu, huku macho yote yakielekezwa kwenye moja ya mpambano kubwa zaidi katika soka la Tanzania, nayo ni dabi ya Kariakoo. Yanga inaelekea katika pambano hilo ikiwa na lengo moja kubwa, kujiweka tayari kwa vita ya dakika 90, vita ambayo haihitaji tu uwezo wa mchezaji mmoja, bali nidhamu, umakini na mipango sahihi kutoka kwa kila upande wa kikosi. Na katika safari hii kuna majina ambayo yameanza kuvuta hisia za mashabiki. Kwanza ni Hossein Masalanga, goalkeeper ambaye jukumu lake linaweza kuwa kubwa katika kuhakikisha lango la Yanga linakuwa salama zaidi. Katika mchezo wenye pressure kama dabi hii ya Kariakoo, kosa moja tu linaweza kubadilisha mwelekeo wa dakika zote 90. Kisha tunaye Mudathir Yahya, kiungo mwenye uwezo wa kuleta utulivu katika uwanja, kusoma mchezo na kuunganisha safu ya ulinzi pamoja na washambuliaji. Na Yanga kama inahitaji ubunifu mbele, jina la Maxi Nzengeli aliwezi kupuuzwa kabisa. Kasi, uwezo wa kutengeneza nafasi na kutisha lango la mpinzani linaweza kuwa silaha muhimu katika pambano hili. Lakini upande wa pili pia haujaja kutazama tu. Peter Shalulile ni miongoni mwa majina ambayo Yanga italazimika kuyaangalia kwa umakini mkubwa. Uwezo wake wa kutumia nafasi ndogo na kugeuza nafasi kuwa mabao unaweza kuwa tishio wakati wowote. Huku nyuma ya kila mtu, benchi la ufundi linaongozwa na kocha Mankoba linaendelea kuweka mipango kuhakikisha wananchi wanaingia katika uwanja wakiwa tayari kwa pressure ya mchezo huu mkubwa. Hii si mechi ya kawaida, hii ni dabi ya Kariakoo, ni Simba dhidi ya Yanga, ni heshima, historia, pressure na ubabe wake wa soka la Tanzania. Na sasa ni safari imeanza, wachezaji hawa wakielekea Zanzibari na ndipo kituo cha maandalizi, lakini uwanja ndio utakaotoa majibu. Je, Yanga itaondoka na ushindi? Je, Masalanga atalinda lango?